Msikilizaji, serikali ya Mama Samia Suluhu imeweza kupata hofu kubwa sana. Asubuhi ya kuamkia leo, kurasa za wanaharakati za mitandao ya kijamii zimeweza kufungwa. Mwanaharakati Mange Kimambi, Maria Sarungi na kuna ukurasa unaoitwa Wananchi Forum, ni kurasa ambazo kwa siku za hivi karibuni zimeonekana kuwatetea wananchi wa Kitanzania sana na kuweza kupitisha ujumbe wa yale masuala ambayo yanaonekana kwamba yanawahusu Watanzania na kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata kufahamu ni kipi, ni njama zipi serikali ya Mama Samia inapanga kuzitumia ili kuwadhuru. Haya yanatokea huku tukisubiri kutazama kuona maandamano ya Disemba 9 yatachukua mkondo gani. Naam, jeshi la polisi katika siku ya jana limetoa taarifa pale Tanzania, likaweza kutoa ilani na kuhakikisha kwamba wametoa onyo kwa kila mtu ambaye anahusika katika kuandaa maandamano. Hata hivyo, waliweza kutoa tamko na kuweza kusema kwamba wale wote ambao wanahusika katika kuandaa maandamano, iwe ni kwenye mitandao, iwe ni katika sehemu zao za kawaida kila siku, wataweza kuchukuliwa hatua. Na serikali itaweza kuhakikisha kwamba mambo hayo hayawezi kwenda kutokea. Kwa sababu kulingana na polisi walisema kwamba wanaweza kuiandaa maandamano yale hawana nia njema. Na kwa yale walioweza kuyataja ni kwamba wale waandalizi wa maandamano yale wanapania kuifurusha serikali. Lakini pia waliweza kusema kwamba kuna makundi ya wananchi ambayo yameapa kwamba hawatahitaji kuyashuhudia maandamano hayo katika sehemu zao, na kwa hivyo kutaweza kutokea vurugu kati ya raia wasiotaka maandamano hayo kutokea, ama makundi ya wanabiashara ambao wanaona kwamba maandamano yatawaadhiri, na wale wengine ambao wanahisi kwamba maandamano ni sharti yaweze kufanyika ili kuweza kupata mabadiliko katika serikali. Lakini taarifa za asubuhi ya leo zinatuambiaje? Ikiwa serikali imeanza kufunga mitandao ya kijamii kwa wale ambao wanasema ama wanawatetea wananchi ama wanatetea haki za wananchi nchini Tanzania, basi inaonekana kwamba serikali ya Mama Samia inaweza kufanya kila kitu ili kuhakikisha kwamba hakuna chochote kitaweza kusemwa, hakuna yeyote ataweza kuongea, na hamna sauti ambayo inaweza kuwawakilisha Watanzania. Na kwa hivyo chochote kile ambacho kitaweza kutendeka katika nchi ya Tanzania hakitaweza kujulikana na mataifa mengine hapa nje. Na pia imehakikisha kwamba serikali ya Samia haitaweza kunyooshewa vidole, kwa sababu watu wa sehemu zingine hawataweza kujua ni kipi kinaendelea. Ikiwa sauti ya wanaharakati inafungwa, ile ya vyombo vya habari inatathminiwa kuhakikisha kwamba hawazungumzii maovu ya serikali, bali wanayazungumzia tu mazuri yale ambayo serikali inataka yazungumziwe, basi bila shaka wananchi wanaenda kupata tabu, kwa sababu sauti yao haiwezi kufika na hawawezi kusikika.
hebu msikilizaji wangu, achia fikra zako kwenye comment section kuhusu masuala haya ambayo yameweza kutokea asubuhi ya leo, na hakikisha kwamba tunazidi kufuatiliana katika mtandao ili tuzidi kufahamishana na kuzidi kujulishana yale ambayo yanatokea karibu na sisi.